الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن نشرع في باب جديد ننظر إلى مسألة قد مضت، وهي قول المصنف رحمه الله تعالى: أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. من المسائل في الباب الذي قد سبق أمس. كما أنه إذا حلف بغير الله صادقا، كما أكيابا بنمجة الله سبحانه وتعالى هل يكون من خويل، أكيابا بنمجة الله سبحانه وتعالى هل يكون من خويل فهو أكبر من اليمين الغموس. kwamba hiyo inakuwa ni kosa kubwa kuliko kiapo cha yamin al-ghamus, ay allati tughmi sahibahu fi al-ithmi, kiapo ambacho kinamdidimiza yule mwenye kuapa kiapo hicho katika makosa, katika madhambi. Jana tulipotafsiri yamin al-ghamus tulitafsiri kwa maana ya lahu al-yamin. Kuna kitu kinaitwa lahu al-yamin na kuna kitu kinaitwa yaminul ghamus. Sasa jana tulikosea kutafsiri yaminul ghamus kwa yani lahu al-yamin, kwa yani yaminul ghamus kwa tafsiri kwa maana ya nini ya lahu al-yamin. lahu al-yamin maulama wana tafsiri mbili, lahu al-yamin au kuna tafsiri mbili nazo zote ni sahihi katika lahu al-yamin. Tafsiri ya kwanza al-yamin allati la yaqsiduha al-halif, al-yamin allati la yaqsiduha al-halif ni jambo ambalo hakusudii yule mwenye kuapa, bali tajri ala lisanihi min ghairi ta'qid wala ta'kid, bali ni kiapo ambacho kinapita au ni alfadhi ambazo zinapita katika ulimi bila ya kufunga kiapo wala kuweka mkazo. Tafsiri ya pili, an ya'qida al-halifu al-yamina, ni yule mwenye kuapa kufunga kiapo dhannan sidqa nafsihi, akiwa anadhani ukweli wa nafsi yake. Yaani alipoapa alikuwa anadhani kwamba yale anayoyapia ni ya kweli. Thumma yatabayanu bikhilafihi, kisha inabainika kinyume chake kwamba si kweli. Ni nini hukumu hii lahu al-yamin? Fahadhani an-naw'ani, hizi aina mbili za tafsiri hii ya lahu al-yamin laysa ala sahibiha ithmun wala kafara, laysa ala sahibiha ithmun wala kafara, kwamba hana yule mwenye kuwapa kiapo cha aina hii madhambi wala kutoa jambo ambalo litakuwa limekuta kiapo chake. Ama al-yamin al-ghamus kuna kauli mbili katika tafsiri yake ambayo ameleta hapa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Tafsiri ya kwanza ni tafsiri ya ambao mtafsiri Hanabila rahmatullahi ta'ala alayhim wa ridwanuhu, nayo an yahlifa billahi kadhiba, an yahlifa billahi kadhiba ni kuwapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa ni Mungu. Hiyo ni tafsiri ambayo wameitaja Hanabila, an yahlifa billahi kadhiba ni kuwapa hali ya kuwa ni nini, ni mwongo.
الثاني تفسير ya pili ya nini ya lahu ya yaminul ghamus. Tafsiri ya pili ya yaminul ghamus an yahlifa billahi kadhiban, ni kule kuapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa ni mwongo, liyaqtafi biha mala mri'in muslim, ili aweze kuchukua kukata katika kiapo hicho mala mri'in muslim, mali ya mtu muislamu. Mtu anaapa kwa uongo ili achukue mali hiyo, ndiyo ambayo inaitwa nini? Inaitwa al-yamin al-ghamus. Al-yamin al-ghamus. Amesema Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah kwamba wa hadha huwa sahih, ay athani, kwamba hii tafsiri ya pili ndiyo tafsiri iliyokuwa sahihi. Naam. نعم. هذا مصنف رحمه الله تعالى شيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله anataja mlango huu katika zile alfaz ambazo zimekataza sheria, almanahij lafziyya, alfaz ambazo zimekataza sheria kutamka. Akataja mlango babu ma jaa bima lam yaqna bil half billah, mlango uliokuja kubainisha hukumu ya yule ambaye hakukinai pale anapoapiwa kwa Allah. Mtu anapokuwa ameapiwa kwa Allah akaambiwa kwamba jambo kadha kadha kadha, wallahi nimekuwa, akaapua bimuadhamin, kwa jambo lenye kuadhimisha nani? Allah, akawa haja kunai. Kwa hiyo mlango huu unaelezea hukumu yake ni nini. Babu ma jaa fima lam yaqna fi man lam yaqna bil half billah, mlango uliokuja kuelezea hukumu ya yule ambaye hakinai kuwapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali anapoapiwa kwa Allah hakinai. Kwa maana mtu akiapiwa kwa Allah kwamba wallahi nimetia kadha au nimekuwa kadha, basi yajibu alayhi alqabul, inakuwa ni wajibu kwake yeye kuwa ni mwenye kukubali. Maksudu tarjama, maksudio ya tarjama katika mlango huu dhikru al-adillati allati, nikuzaja dalili ambazo, dhikru al-adillati allati, nikuzaja dalili ambazo jaat li bayani hukmi man lam yaqna bil half billah, jaat li bayani hukmi man lam yaqna bil half billah. Mlango hutaja dalili ambazo zimekuja kubainisha hukumu ya yule ambaye hakukinai kuapiwa kwa Allah, alipoapiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala haja kinai. Kwa hiyo mlango huu umekuja kutaja dalili za yule ambaye za hukumu ya yule ambaye haja kinai pale anapokuwa ameapiwa kwa ajili ya Allah subhanahu, ameapiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walhalfu, na kiapo maana yake, walhalfu, halfu kiapo maana yake huwa ta'kidu shay'i, huwa ta'kidu shay'i bizikri mu'azzamin bisighatin makhsusa. الحلف هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بالباء أو التاء أو الواو. kwamba kiapo ni kutilia mkazo kitu. Kiapo ni kutilia mkazo kitu bizikri mu'azzamin, kwa kitaja kitu ambacho ni mu'azzam, kitu ambacho ni kikubwa, ambacho kinaadhimishwa, bisighatin makhsusa, kwa matamshi maalum, bisighatin makhsusa, kwa matamshi maalum, bilbai,
kwa ba kama kusema billahi, au ita au kwa ta kama kusema tallahi, au waw au kwa wao kama kusema wallahi. Hiyo ndiyo maana yake. wal-iqna'u bil-halfi billahi min ta'zimillah, na kukinai pale unapokuwa umeapiwa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala ni miongoni mwa kumwadhimisha Allah. Lianna al-halifa, kwa sababu yule mwenye kuapa akada ma halafa alayhi bit-ta'zim bil-yamin, ameyatilia mkazo yale ambayo ameyapia kwa kuadhimisha kwa kiapo. Akawa ameadhimisha mambo haya na kuyatilia mkazo kwa kiapo. Haithu atama al-mahlufa bihi, pale ambapo amemwadhimisha yule ambaye kaapiwa, yani pale alipoapia kwa Allah subhanahu wa ta'ala akawa amemwadhimisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala, wa taqaddasa wa tamajjad. فلما كان تعظيم الله تعالى في قلب العبد المؤمن واجبا، كان الرضا بكلام ذكر فيه الكلام بالحلف بالله واجبا ومأمورا به. أنا سمع فلما كان تعظيم الله تعالى، ilipokuwa kumwadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala fi qalbi al-'abd al-mu'min, katika moyo wa mja mu'min ambaye ni muumini, wajiban, kama hilo ni jambo la wajibu, kama kila mmoja ni wajibu kumwadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. kana al-ridha bi kalamin ukida fihi al-kalamu bil half billahi wajiba, imekuwa kuridhia yale maneno ambayo yametiliwa mkazo kwa kutajwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiapo ni wajibu mtu kufanyaje? Kuridhia. Wa ma'muran bihi, na kama mtu anakuwa ni mwenye kuamrisha kwa hilo, kwamba kaamrishwa aridhie pale anapokuwa ameapiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walhalifu la yakhlu min khamsi ahwal, walhalifu la yakhlu min khamsi ahwal, uktubuha ya ikhwa, kama yule mwenye kuapa hatoki katika hali tano. Yule mwenye kuapa mpaka tuseme kwamba sasa kubali yale aliyoapia au siyakatae, hatoki katika sehemu ngapi ifuata? Hatoki katika hali tano. Alhali ula, hali ya kwanza, an yu'lama kadhbu. Alhalu ula an yu'lama kadhbu, ni kufahamika uongo wake, kwamba huyu bwana ni mwongo. Wala yusaddaq, huyu hatofanyaje? Hatosadikishwa. Alhalu thaniya, hali ya pili, an yu'lama sidquhu, ni kufahamika ukweli wake, kwamba huyu bwana huwa ni mkweli. Naam, fayajibu an yusaddaqa, inakuwa ni wajibu kumsadikisha. Athalitha, hali ya tatu, an yatasawa al-amran, ni kule kuwa sawa mambo mawili, yani huko ni mkweli na huko ni mwongo, yani yuko baina. An yatasawa al-amran, ukweli na uongo wake wote ni sawa. Fayajibu tasdiquhu aidha, ni wajibu kumsadikisha vile vile. Atakapokuwa ameapa, inaonyesha kwamba janibi ya ukweli inakuwa ni kubwa kuliko janibi ya nini? Kuliko janibi ya uongo. Arabi'a, mas'ala ya nne, arabi'a hali ya nne, an yatarajjaha kadhbuhu, an yatarajjaha kadhbuhu, huwa ni nini? Huwa kubwa sehemu ya uongo wake. An yatarajjaha kadhbuhu, huwa ni kubwa sehemu ya uongo wake, ukawa uongo wake ni mzito na ni mkubwa, unaradhika juu ya ukweli wake. La yalzamu sidquhu au la yalzamu tasdiquhu, hailazimishi kumsadikisha.
an yatarajjah kadhibuhu, huwa sehemu ya uongo wake ni kubwa. Fala yalzam tasdiquhu, itakuwa si lazima kumsadikisha. Al-khamisa, hali ya tano, an yatarajjaha sidquhu, an yatarajjaha sidquhu, huwa sehemu yake ya ukweli ni kubwa kuliko sehemu ya uongo. Fayajibu tasdiquhu, itakuwa ni wajibu kumsadikisha. Naam. من حلف بالله فليصدق ومن حلف بالله فليصدق ومن لم يصدق فليس من الله. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. نعم. أمستدل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى katika kutaja dalili ambayo inabainisha hukumu ya yule ambaye hakinai akiapiwa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, akiapiwa bimu'azzami, akiapiwa kwa kitu ambacho inaazimika, kinakuwa ni adhim katika moyo wa Muislamu. Akatalina hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala la tahlifu biabaikum, msiape kwa baba zenu. La tahlifu biabaikum, msiape kwa baba zenu, yani mseme wa biabi, mseme wa abi, tumeelewa nabo, yani msiape kwa baba zenu, au kama naapa kwa baba au kwa babu, kwa sababu al-aba muradi wake hapa ni al-ab wa in ala, ni baba na kwenda juu. Al-jadd babu wa jaddul jaddi wama ila dhalik. Kwa hiyo wa in ala mpaka kwenda juu, yani wale usuli. Kwa mtu asiape kwa baba zake. Man halafa billahi falyasduq, mwenye kuapa kwa Allah basi asadikishe, aseme kweli. Mtu akiwa ameapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala basi aape hali ya kuwa ni kweli. Wa man hulifa lahu billahi falyarullah, na yule ambaye ataapiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala aridhie. Wa man hulifa lahu billahi falyarullah, na yule ambaye ataapiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala basi aridhie. Wa man lam yarda, na yule ambaye hataridhia falaysa min Allah, basi huyo si katika Allah subhanahu wa ta'ala, hayupo pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu ibn Majah bi sanad hasan, hadithi amepokea ibn Majah wa isnad ambayo ni hasan. Qawluhu wa man lam yarda falaysa min Allah, maana ya kauli yake aliposema wa man lam yarda falaysa min Allah, kwamba si katika Allah, si miongoni mwa Allah, yani kwa maana hayupo pamoja na Allah, yani maana yake ay falaysa min Allah fi qurbihi, hatakuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika ukaribu wake. Fi shay'in, kwa kitu chochote, yani hatakuwa katika ukaribu wa Allah subhanahu wa ta'ala fi shay'in, katika kitu chochote. وقال البعض أي قال بعض أهل العلم، أو نسمى بعض أهل العلم في تفسيره قد كتفسير لفظه ولا حظ له في قربه ومحبته ورضاه، na wala hatakuwa na fungu lolote, hatakuwa na fungu lolote na nasibu yote kwa Allah subhanahu wa ta'ala fi qurbihi, katika ukaribu wake, wa muhabbatihi, na katika mapenzi yake, wa ridahu, na katika kumridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. الأولى النبي عن الآباء. الثانية الأمر بالمحبوب في الله بالله. الثالثة وعلم من لم يكن.
نعم. أنا سمع محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وفيه مسائل. الأولى النهي عن الحلف بالآباء، katazo la kuwapo kwa baba, kwa kina baba, yani al-ab wa in ala, yani wale al-usul, kwamba baba na kuendelea juu, al-jadd wa ma ila dhalik. والنهي هنا للتحريم، na katazo hapa ni la haram, na katazo hapa ni la nini? ila haram, yani yaktadhi at-tahrim, li'annahu shirkun billahi azza wa jalla, kwa sababu kufanya hivi ni shirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. وقد سبق بيانه في الباب السابق، na hili hukumu yake imetangulia na maelezo yake kwa wazi imetangulia katika mlango uliopita. الثانية مسألة ya pili, الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، أمري kwa yule ambaye kaafiwa kwa Allah, kaafiwa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba ni wajibu an yarda, aidhie, ni wajibu kuridhia pale alipokuwa ameafiwa. الثالثة وعيد من لم يرضى، وعيد من لم يرضى، vitisho na adhabu kwa yule ambaye hajaridhia. Vitisho na adhabu kali, vitisho vikali na adhabu kali kwa yule ambaye hajaridhia pale anapokuwa ameafiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa tahaddatha wa tamajjad. Naam. Naam. Anaendelea msannif rahimahullah ta'ala akiwa anaelezea almanahi lafdhiyya, matamshi yaliyokatazwa. Akaelezea, akaleta mlango, akasema babu qawli ma shaa Allah wa shita, mlango unaobainisha kauli inayosema ma shaa Allah wa shita, akitaka Allah na wewe ukitaka. Maqsudu tarjama, maqsudia tarjama katika mlango huu, النهي عن القول ما شاء الله وشئت، النهي عن القول ما شاء الله وشئت. مقصودية ترجمة katika mlango huu ni kukataza kutamka neno ma shaa Allah wa shida, akitaka Allah na wewe. لأن الواو لمطلق الجمع، لأن الواو لمطلق الجمع وهي تفيد التسوية في العمل، وسبب واو ni مطلق الجمع na inafidisha kule kushirikiana au kule kuwa sawa watu katika nini, katika kazi au katika matendo. Pindi mtu anapokuwa amesema masha Allah wa shida, akitaka Allah na wewe pia ukitaka, anakuwa mtu huyo sawa baina mashiati llahi wa mashiatik, atakuwa amefanya sawa utashi wa Allah subhanahu wa ta'ala au matashi ya Allah subhanahu wa ta'ala matashi yako, kwamba kutaka kwako na Allah ni sawa. Falamma kana al-amru kadhalik, ilipokuwa jambo hilo ndivyo ilivyo, wa annahu shirkun asghar, na kwamba hiyo ni shirki ambayo ni ndogo. idha kana la yara anna hadha alladhi سواه مع الله عز وجل يساوي في العظمة مع الله عز وجل، فإنه يكون شركا أصغر. ikiwa mtu huyu anaona kwamba huyu ambaye amemfanya kuwa yuko sawa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, akawa amemfananiza katika nini, katika mashia, lakini akawa anaitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni akbaru kulli shay, ni mkubwa wa kila kitu, basi inakuwa ni nini? Inakuwa ni shiriki ndogo.
Kwa nini? Kwa sababu taswiya itakuwa iko chini. Lakini atakapokuwa anaona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni sawa na huyu bwana, kama sabaka bayanuhu في الباب الذي سبق في باب قوله تعالى ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ikiwa anaona kwamba mtu huyu yuko sawa pamoja na Allah fil azamati, katika ukubwa, basi inakuwa ni nini? Yakunu shirkan akbara, inakuwa ni shirki kubwa. Ama inakuwa shirki ndogo ikiwa anaona kwamba mtu huyo yuko chini na akawa amemfanya kuwa ni sababu fi taswiya, لأن هذا لما جعله سببا، وهو alipokuwa mjadia sababan, ilikuwa ni sababu جعل سببا لم يجعله الله سببا, amekuwa amekijalia kitu kuwa ni sababu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hajaijalia kuwa ni sababu ya sheria. فالواجب أن يقول ما شاء الله ثم شئت, kwamba akitaka Allah kisha akitaka wewe. Limadha? Lianna thumma taqtadi at-tarahi wat-tartib, kwa sababu thumma inakuwa inapelekea na kuwajibisha kwamba kuchelewa kwa kitu cha pili, yani kwa yule ambaye umemuunganisha kwa na pili, wa tartibe, na kule kufataniza au kupangilia. Kwa maana baada ya kuwa ametaka Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo ambapo alipatia mashia ya nani? Mashia ya huyo ambaye umesema kwamba washiita. Naam. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يكتبوا أن يقول ويكتب ذلك، وأن يقول ما شاء الله رواه النسائي وصححه. وله قال أيضا أن عباس بن الله تعالى أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، فقال أجعلتني لله بل ما شاء الله وحده. ولماذا أن تبين أبي عائشة وإحسان قال رأيت كأني أبيت على نفس يقول قلت إنه لأنت القوم لولا أنهم تقولون وزيد بن برد قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنهم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى وقلت إنهم لأنتم القوم لولا أنهم تقولون المسيح ابن مريم قالوا وأنتم القوم لولا أنهم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أخبرت إلى هذا ثم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت إلى هذا؟ قلت نعم. قال فأخبر الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن زبير رأى رؤيا أخبارها وأخبار، وإنكم كنتم كلمة يا هذا النوم كان عرفا أن أنهاكم مؤمنون، ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. نعم. Anaendelea Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala akiwa anazitaja adilla kwa ajili ya kubainisha uharamu na katazo la kusema masha Allah wa shay'a. Akaleta hadithi kutoka Utaila anasema radiyallahu anhu anna yahudiya, kwamba Yahudi
أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يهوديا نمجي النبي صلى الله عليه وسلم قسما إنكم تشركون حقيقة نيني وإسلام نشركيشا إنكم تشركون حقيقة نيني وإسلام نشركيشا تقولون ما شاء الله وشئت نيني منسما أكتاك الله سبحانه وتعالى na ukitaka wewe watakuluna pia mnasema wal ka'bati yani mnaapa kwa Kaaba yani wal ka'bati mnaapa kwa Kaaba طيب hii wao al-qasam yani wal ka'bati yani mnasema kama unavyosema wallahi yani hapa kama mnasema wal ka'bati tufahamiana hiyo ilikuwa yani wal ka'bati na mnaapa kwa Kaaba. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا أقوامرش النبي صلى الله عليه وسلم kwamba watakapotaka kuapa waseme wa rabbil ka'bati na mola wa al-ka'ba wa rabbil ka'bati na mola wa al-ka'ba wa an yaqulu na pia waseme ma sha Allah thumma shi'ta akitaka Allah kisha ukitaka wewe. رواه النسائي وصححه أميبكيا الإمام النسائي نعم يسيهيشا. دلالة الحديث على مقصود الترجمة دليل حديث فيه مقصودية ترجمة في قوله والكعبة في قوله ما شاء الله وشئت وقوله والكعبة katika kauli yake aliposema ma sha Allah wa shi'ta haithu nahahum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam pale ambapo mtume sallallahu alayhi wasallam aliwakataza an qawli ma sha Allah wa shi'ta kusema akitaka Allah na ukitaka wewe wa amarahum an yaqulu ma sha Allah thumma shi'ta na akawaamrisha waseme akitaka Allah kisha ukitaka wewe. وقوله والكعبة هي نقوليات والكعبة حيث أمرهم حيث نهاهم عن هذا اللفظ فلأنبغ النبي صلى الله عليه وسلم aliwakataza lafzi hili yani kuwapa kwa Kaaba aliwakataza kuwapa kwa nini haifwa kwa Kaaba akasema amarahum sallallahu alayhi wasallam idha aradu an yahibu an yaqulu akawaamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba watakapotaka kuwapa waseme wa rabbil ka'bati na naapa kwa mola wa al-Kaaba naapa kwa mola wa al-Kaaba. Kaaba ipo lakini Kaaba sio Allah mpaka mtu awe ni mwenye kuyazimisha na kuwapa kwa al-Kaaba kwani haifai kuwapa isipokuwa kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa taqaddasa wa tamajjad. وله أيضا أي النسائي وله أيضا عن ابن عباس فيها تقوى النسائي إمام النسائي تقوى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم kwamba mtu mmoja alikuja akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ma sha Allah wa shi akasema akitaka Allah na ukitaka wewe yani wewe Muhammad alayhi salatu wassalam. فقال عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا je unanifanya mimi kuwa ni mshirika wa Allah yani haifai kuwapa isipokuwa kwa jambo ambalo ni muazzam ambaye ni Allah. Sasa wewe unaapa kwa mimi unaniapia mimi sasa unanifanya sawa na Allah subhanahu wa ta'ala tajaluni sharikan unanifanya kuwa mimi mshirika na Allah subhanahu wa ta'ala. ma sha Allah wahda hiyo ndo afdalul kamal hiyo ndo ubora ukamilifu sema kwamba ma sha Allah wahda ataka Allah peke yake hiyo ndo akmalul kamal ndo ukamilifu ya ukamilifu. طيب ولابن ماجه na kwa hadithi ya Abdullah ya Ibn Majah al-Qazwini rahmatullahi ta'ala alayhi an Tufaili
kutoka kwa Tufaili ambaye ni akhi ya Aisha bi ummiha, ambaye ni ndugu yake na Aisha kwa upande wa mama yake. Qala, anasema ra'aytu ka'anni ataitu ala nafarin min al-yahud. Anasema siku moja nimeota, ra'aytu yani nimeota, naam, ka'anni ataitu ala nafarin min al-yahud, kana kwamba mimi nimepita na nimeliendea kundi katika Mayahudi, nimepita kwa Mayahudi. Qultu, nikamwambia hao Mayahudi baada ya kufa kwao, innakum la antumul qawm, hakika nyinyi ni watu wazuri. Innakum la antumul qawm, hakika nyinyi ni watu wazuri. Laula annakum taqulun, lau kama nyinyi msingekuwa mnasema Uzair ibn Allah, kama Uzair ni mtoto wa Allah, nyinyi ni watu wazuri. Lau kama msingekuwa mnasema hivyo, mko safi. Innakum la antumul qawm, hakika nyinyi ni watu wazuri. Laula annakum taquluna Uzair ibn Allah, lau kama msingekuwa mnasema kwamba Uzair ni mtoto wa Allah. Qalu, wakasema Mayahudi kumjibu nani? At-Tufaili. Wakamwambia, naam, wa innakum la antumul qawm, pia nyinyi ni watu wazuri. Wa innakum la antumul qawm, pia nyinyi ni watu wazuri. Laula annakum taqulun, lau kama mngekuwa hamsemi ma shaa Allah wa shaa Muhammad, akitaka Allah na Muhammad. ما شاء الله وشاء محمد، أكدك الله محمد. كيش أنا سمع الطفيلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم مررت بنفر من النصارى، كيش نكاوتا كما من فيتا فواسطة كما نصارى وكريستو. فقلت nikasema innakum la antumul qawm, hakika nyinyi ni watu wazuri. لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، لو كما نمسيه كما نسمع كما عيسى المسيح كما نمسيه الله، نقول نسمع كما عيسى نمسيه الله، بس نقول نوتوزوري. قالوا، وكسما نواو وكوا نمجيبوا، وإنكم لأنتم القوم، نحن فيه إسلام نوتوزوري. لولا أنكم تقولون، لو كما نمسيه كما نسمع ما شاء الله وشاء محمد، akitaka Allah na Muhammad, ingekuwa msemi hivyo, nyie pia ni watu wazuri. Tayeb, anaendelea anasema falamma asbahtu, anasema nilipoamka, falamma asbahtu, nilipoamka, akhbartu biha man akhbartu, nikampa habari, nikamwambia niliyemwambia katika jamaa. akhbartu biha, nikamwambia kuhusiana hii ndoto. Man akhbartu, kwa wale niliyomwambia katika jamaa zangu. Thumma ataitu nabii sallallahu alayhi wasallam, kisha nikamjia mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa akhbartuhu, nikamwambia sallallahu alayhi wasallam kuhusiana yale niliyoona katika usingizi. Faqala, akasema alayhi salatu wassalam, hal akhbarta biha ahadan, je umempa habari kuhusiana na masala haya yote yule? Hal akhbarta biha ahadan, je umemwambia mtu yoyote? Qultu na'am, nikasema ndio nimemwambia. Qal, akasema alayhi salatu wassalam, fahamida Allah, akasimama alayhi salatu wassalam akamhimidi Allah, wa athna alayhi, na akawa amemtukuza Allah subhanahu wa ta'ala bima huwa ahlu, kwa vile anavyostahili kuhimidiwa Allah subhanahu wa ta'ala na kusifiwa kwa sifa zilizokamilika za hali ya juu. Thumma qala, kisha akasema alayhi salatu wassalam, amma ba'd, ama yale yaliyotangulia, amma ba'd, ama kwa utangulizi huu, fa inna Tufaila, hakika huyu Tufaili, fa inna Tufaila, hakika Tufaili, raa ru'ya, ameona ndoto, yani ameota. Raa ru'ya, ameota. Akhbara biha man akhbara minkum, amempa habari yule aliyemkhabarisha katika nyinyi. Akhbara biha man akhbara minkum,
amempa habari yule aliyempa habari katika nyinyi. Wa innakum qultum kalimatan, hakika nyinyi mmesema neno. Wa innakum, hakika nyinyi, qultum kalimatan, mmesema neno. Naam, kana yamna'uni kadha wa kadha an anhaakum anha, ilikuwa inanizuia kadha na kadha an anhaakum anha, kukatazeni neno hili. An anhaakum anha, kukuzuieni na kukatazeni kusema neno hili. Qawluhu kadha wa kadha, aliposema sallallahu alayhi wasallam kadha wa kadha, ay kana yamna'uni alhaya'u, kwamba alikuwa inanizuia haya. Kana yamna'uni alhaya'u, ilikuwa inanizuia nini? Haya, kama jaa fi riwaya ukhra, kama ilivyokuja katika riwaya nyingine. Wa taqdir, na takdiri ya jumla ni kusema hivi: kana yamna'uni alhaya'u an anha anha duna an ya'murani Allahu bidhalika, kwamba yalikuwa yananizuia haya kukuzuieni kutamka neno hili bila ya kuniamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kukuzuieni. Na hapa ndipo ahlu sunna kwa jamaa wanathibiti kwamba wao wako katika nini ya ikhwata, wako katika haki ambayo ni mahal, wako katika nini, katika haki ambayo ni moja kwa moja, kama wako katika aqrabu ila alhaqi, la wao wako moja kwa moja katika nini, wako moja kwa moja katika haki, moja kwa moja, kama vile samaki anapokuwa wapi, anapokuwa baharini. Naona kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam pia yeye haruhusiwi kuamrisha wala kufanyaje, kukataza, mpaka apewe na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kana yamna'uni kadha wa kadha, ilikuwa inanikataza kadha wa kadha, ay kana yamna'uni alhaya'u, ilikuwa inanikataza haya an anha anha duna an ya'murani Allah subhanahu wa ta'ala bidhalika, bila ya kuniamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kukatazeni jambo hili. Kwa hiyo Allah alikuwa hajaniambia kama niwakataze, na mimi niliogopea nikaona haya kukatazeni jambo halikuwa Allah subhanahu wa ta'ala hajaniambia wala hajaniamrisha nikukatazeni hili neno. Kwa hiyo kuanzia sasa, fala taqulu ma shaa Allah wa shaa Muhammad, msiseme akitaka Allah na akitaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, walakin qulu ma shaa Allah wahdah, lakini semeni akitaka Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Naam. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك. نعم. نعم. واصل. ألا أن هذا الأكبر بقوله جميع كذا وكذا، القاعدة أن الرؤيا الخاصة من أفعال الوهم. الثالثة أن هذا نعم. anaendelea Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala Tamimi, anasema fi masail al-ula ma'rifatu al-yahudi bishirk al-asghar, ni kufahamu yahudi shirki ndogo. Ma'rifatu al-yahudi bishirk al-asghar, bishirk al-asghar, ni kufahamu yahudi shirki ndogo. Wadhalika ibtila'an lahum, na hiyo ni kwa mtihani kwao. Wadhalika ibtila'an lahum, na hiyo ni mtihani kwao. Liannahum, kwa sababu wao mayahudi arafu shirka al-asghara, wameifahamu shirki ndogo, ma annahum waqi'una fi shirki al-akbar, pamoja kwamba wao ni wenye kuingia katika shirki nini kubwa.
yani waislamu wanasema masha Allah wa shaa Muhammad. Shirki nini ya ikhwata? Shirki ndogo, na wamekataza, wamefanyaje? Wameacha. Wao mayahudi wanasemaje? Uzair ibn Allah. Hiyo ni nini? Ni shirki kubwa, ni sunna, ni suu adabi ma Allah, suu adabi ma Allah. Kwa hiyo wao wako katika shirki kubwa, lakini wao hawajajirekebisha pamoja na kwamba katika shirki nini kubwa, na waislamu wamejirekebisha pamoja, walikuwa katika shirki nini ndogo, hali ya kuwa hawajui. Tumefahamiana ya ikhwata, hali ya kuwa wao hawajui, lakini hawa wanafahamu. Kwa hiyo hapa kuna faruku kati ya waislamu na kati ya nini, na kati ya Wayahudi, wabil khusus kati ya watu wa Musa na kati ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama wao walikuwa wakiambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja ni kufuata. Wakishaambiwa na Mtume hawaangalii nyuma, wanakuwa ni wenye kufanyaje ikhwata? Ni wenye kufuata. Athaniya, mas'ala ya pili, fahamu al-insani idha kana lahu hawa, kufahamu mtu mambo idha kana lahu hawa, pale anapokuwa ana matamanio fulani, matamanio ya nafsi. Idha kana lahu hawa, pale anapokuwa ana matamanio ya nafsi. Ai idha kana lahu hawan fahima shay'an, kama anapokuwa anatumia matamanio yake ya nafsi akafahamu kitu. Akifahamu kitu hicho atakifahamu bihawahu, kwa matamanio yake, si kama amekifahamu kwa lengo la nini, la kukifuata. Amekifahamu tu basi. Wa in kana yartakibu mithlahu, hata kama atakuwa anafanyaje, anafanya mfano wake, au ashadda minhu, au zaidi. Mithalu dhalika alyahudi, mfano wa hilo ni Mayahudi. Ankaru ala almuslimina qawlan wa hum yartakibuna a'zama minhu, wao wamewakemea waislamu katika jambo hali ya kuwa wao wanafanya kubwa kuliko nini, kuliko lile ambalo wanalifanya waislamu. Liannahum yaquluna Uzair ibn Allah, kwa sababu wao wanasema kwamba Uzair ni mtoto wa Allah. Wayasifuna Allah biluyub, na wanamsifia Allah subhanahu wa ta'ala kwa dosari mbalimbali. Almas'alatu athalitha, mas'ala ya tatu, qawluhu sallallahu alayhi wasallam, qawli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema aj'altani lillahi niddan, je umenifanya pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala mshirika? Yani umenifanya mimi kwa ajili ya Allah kuwa mimi ni mshirika pamoja na Allah. Thumma akawa amekemea hii wahama hima tauhid. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ameihami mipaka ya tauhid. Naam, anasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza neno hili, na hili neno ni shirki ndogo, fa kaifa biman qala, vipi yule aliyesema ya akramal khalqi, ewe mkarimu wa viumbe, mali man aludhu bihi, ni yupi ambaye nitakayemuelekea, ni nani atakayeniokoa siwaka kinyume na wewe? Yani anamkusudia nani? Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maana anafanya istighatha birrasul, kwamba ewe mkarimu wa viumbe, mali man aludhu bihi, ni nani ambaye nitakuwa ni mwenye kufanyaje, ni mwenye kujikinga kumwelekea nitakapokuwa na matatizo, siwaka kinyume na wewe. Wal baytain ba'dahu, na beti mbili baada yake. Yushiru al-musannifu rahimahullah ila abiyati al-burda, anaashiria musannifu rahimahullah ta'ala katika zile beti za burda za al-Buwaisiri. Pale aliposema al-Buwaisiri akasema ya akramal khalqi, ewe mkarimu wa viumbe, mali man aludhu bihi, mali man aludhu bihi, kama sina mtu wa kujikinga naye, sina mtu wa kumwelekea siwaka kinyume na wewe. Inda ululi alhadith alamami, pale yanapokuwa yamepatikana matatizo yenye kuenea watu wote,
pale anapopatikana matatizo ambayo ni yenye kuenea majanga makubwa, basi mimi sina mtu kumkimbilia isipokuwa nani? Isipokuwa wewe. Akiwa anamkusudia nani? Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema illam takun aqidan yawm al-ma'ad yadin, illam takun aqidan yawm al-ma'ad yadin, ikiwa hujashika siku ya kufufuliwa mkono wangu afwan, kwa kunisamehe, hujaushika mkono wangu kwa msamaha. Naam, anasema wa illa, kama hilo linatokea haijatokea afwa, haijatokea msamaha, faqul ya dhallatul qadam, ya dhallatul qadam, basi isemwe au sema kwamba ewe mwenye kuanguka, ewe mwenye kupotea, ewe mwenye kuangamia, kwa maana nitakuwa nimeangamia ikiwa wewe hujanisamehe. Kwa maana anakusudia kwamba mtume kama hajamsamehe, basi atafanyaje? Atakuwa ni mwenye kufanyaje? Ni mwenye kuangamia. Anaendelea asema fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha, fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha, au inafaa wa dharrataha pia, kama hakika miongoni mwa ukarimu wako, hakika miongoni mwa nini? Mwa ukarimu wako, ad-dunya ni dunia hii, wa dharrataha ay ad-dunya wa dharrataha ni dunia na nini? Na akhira yake. Miongoni mwa ukarimu wako wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ni dunia na nini? Na akhira yake. Wa min ulumika, na miongoni mwa elimu yako wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min ulumika ilmu al-lawhi wal qalam, na miongoni mwa elimu yako ni elimu ya yale yaliyokuwa katika lawhul mahfuz, na pia yale yaliyoandikwa na nini? Na kalamu aliyoambia Allah subhanahu wa ta'ala, uktub fajara kullu shay'in ila qiyam as-saa. Allah alipoiambia kalamu kwamba andika, kikapita kila kitu mpaka kiyama kinafanyaje? Yote hayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndai kama anafanyaje? Anayajua. Tumefahamia hapo. Sasa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala fa kaifa man qala bihadha, vipi yule aliyesema hivi? Je, mtume angemwambiaje? Ikiwa huyu ambaye amesema shirku al-asghar, vipi huyu ambaye amefanyaje? Amesema haya. Wa hadha ghayatul kufri wal ghulu, na huu ni ukomo wa ukafiri na ghulu ya hali ya juu. Falam yaj'al lillahi shay'a, hajamjalia Allah subhanahu wa ta'ala kitu chochote. Sasa ikiwa mtume ana hali anasema hivi, ina maana Allah kamwatia sifa? Hajamwatia Allah subhanahu wa ta'ala kitu chochote. Wa nabii sallallahu alayhi wasallam, na mtume sallallahu alayhi wasallam, sharafuhu bikaunihi abdan lillahi wa rasulihi, abdan lillahi wa rasulihi, kwamba yeye mtume sallallahu alayhi wasallam ubora wake kama yeye ni mtu wa Allah na nani? Na mtume wake, kama alivyosema kule katika kuhami tauhidi, akasema la taturuni kama atratun nasara ibn Maryam, msinisifie sana kama vile Wakristo na Manaswara waliomsifia nani? Isa ibn Maryam. Faqulu abdullahi wa rasuluhu, semeni kwamba mimi ni abdullahi wa rasuluhu, kama mimi ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala na ni mtume wake. طيب المسألة الرابعة، مسألة أن هذا ليس من الشرك الأكبر، فما هي الشرك كشرك هو أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، وقوليات الجسمة إن النزوية كذا نكذا، لأنه لو كان من الشرك الأكبر فسبب ingekuwa ni katika shirki kubwa, ma mana'ahu shay'un, kisingemzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam kitu chochote. Al-khamisa, mas'ala ya tano, anna ru'ya salihata, kwamba ndoto ambazo ni nzuri, min aqsamil wahyi, ni katika vigawanyo vya nini? Vya wahyi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kwa kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ar-ru'ya salihah, ar-ru'ya salihah, ndoto ambazo ni nzuri, ambazo ni njema, juz'un min 46, ni sehemu katika juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah,
ni sehemu katika habari za utume, ni sehemu katika habari 46 za nini, za utume. Yani kwa maana sehemu, yani sehemu kubwa inakuwa ni nini, zinakuwa ni kweli. Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Huraira, alivia amepokea al-Bukhari wa Muslim kutoka Abi Huraira. الثالثة مسألة 7 مسألة 6 أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، kwamba ndoto inaweza ikawa ni sababu ya kuweka sheria kwa baadhi ya ahkamu za sheria. Mithlu ru'yati Ibrahim alayhi salam, mfano kuona au ndoto ya Ibrahim alayhi salatu wasalam fi dhabh ibnihi Ismail, katika kumchinja mwanae Ismail. Wa mithlu hadith al-adhan, na mfano wa nini, wa tukio la nini, la adhana, na vile vile mfano wa nini, wa tukio لا أذانا. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.